ana ushoga ndani yake, jua huyu ana laana. Na yoyote anayemgonga mwanaume kama huyo naye amelaanika. Ustaz, wewe ni mmoja wa watu ambao wamekuwa kwenye mitandao ya kijamii ukieleza kuhusu maadili ya vijana wa Kitanzania, ukiwaelekeza kuishi kwenye mazingira mazuri. Kwa sasa tunaona jamii yetu inapambana na mmomonyoko mkubwa wa maadili, hususan kwa vijana wa kiume. Ushoga. Unadhani wazazi wanakosea wapi kwenye kuwalea watoto wao, kwa sababu imekuwa ni natisha huko mtaani, mitandaoni sasa, na watu wamekuwa wanajitokeza, wanajitangaza kabisa kwenye ushoga. Hapo kujazia, kuna baadhi ya watu wanasema kwamba single mothers wengi wanachangia watoto wa kiume kuingia kwenye hilo kundi. Ni kweli. Ni kweli. Mimi kusema kweli nasikitika sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mal'unun man sio Mwenyezi Mungu, ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mal'unun man amila amala qaum Lut. Amelaanika mtu mwenye kufanya matendo ya kaum Lut. Hiyo ya mambo ya ushoga, yani mwenye kufanya ushoga ni mtu analaana. Yani mtu ukimuona sijui akina nani wanajiposti, anamweka lipstick na kama msana hivi na hivi, ana ushoga ndani yake, jua huyu ana laana. Na yoyote anayemgonga mwanaume kama huyo naye amelaanika. Kwa ni watu wana laana. Umeelewa? Kwa mtu mwenye ushoga bwana anakuwa na laana. Na laana ni nini? Ni kupungukiwa baraka, mambo yako wewe utakuwa unaona mambo yanaenda, lakini inawezekana yatakiwa yaende zaidi ya hivyo. Umeona? Yaani ni laana mbaya sana, rafiki yangu, kukunjwa na mwanaume mwenzio. Aya. Mbaya sana. Mbaya sana. Lakini watu wengine bwana wameshapambiwa na tabia hizo, wallahi. Washapambiwa, yani ni laana mbaya. Kwanza wewe pia kukaa naye karibu tu ni laana. Na kwenye hilo swala karibu na watu wanaonyoshewa sana vidole ni mastaa, wasanii hawa kwetu. Kama nani na nani? Hebu hapo kuna wasanii wakubwa, wote sema tu wasanii wakubwa wa Tanzania wanaonekana wanazunguka na watu namna hiyo, wakati wao wanatakiwa walinde maadili ya vijana. Si ndio laana hiyo? Nakwambia ndio laana. Ndio laana hiyo yenyewe. Mtu anakuwa na laana ujui. Yaani usimuone mtu kuvaa kapendeza na lakini kumbe ana laana. Kulaaniwa ni kuwekwa mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu. Malaika wanakulaani, viumbe wa duniani wanakulaani, mimea inakulaani, kila kitu kinakulaani wewe. Nini kifanyike kwa mtazamo wako kwenye jamii? Kwanza ni kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutubu kwa Mwenyezi Mungu. Kutubu ni kuachana na hayo mambo. Uwachukie kabisa hao watu, kae nao mbali, ni kama umewaajiri wafukuze. Mwambie siwezi kukaa na machoko mie. Huwezi kufanya kazi ofisini kwangu. Wafukuze kabisa. Awachukie na wafukuze. Alafu pia alete istighfari kwa Mwenyezi Mungu na ajutie kwa nini alikuwa karibu na machoko. Hiyo ndio toba ya ukweli. Toba ni kuacha jambo na uazimie kutokulirudia. Uliwache na uazimie kutolirudia na ujute kwa nini ulifanya. Sasa uwezo ukafanya toba alafu bado na machoko umekaa nayo kwenye shughuli zako, sherehe zako na waalika. Haifai. Hiyo ni laana. Ndio maana mimi uje kuniona kwenye mimi ni mtu mmoja adimu sana bro. Mimi ni mtu mmoja, huwezi kuniona sehemu ovyo ovyo kwamba nimeenda kwenye party ya mtu fulani. Yaani party ya mtu fulani. Hata Harmonize akiniita nikienda kwake jua ni kwa heshima kubwa sana. Huwezi jua labda wananiita mara nyingi, "Joel, mimi niko busy." "Joel, mimi niko busy." Lakini wanakimbia sana mambo kama hayo kukutana na machoko. Unaweza ukajikuta umekutana nalo, umegusana nalo tu. Ai, unaona kama umeguswa na najisi. Kwa hiyo hao watu vijana, mimi naomba Mwenyezi Mungu awasaidie, awarejesha, waokoe, kwa sababu hiyo ni mbaya sana. Watubie, waache tabia, warudi kuwa ni wanaume, waoe, waishi maisha mazuri. Lakini tabia uchoko sio tabia, kwa sababu maisha yana muda wake na mwisho wake. Unadhani kuna haja sasa, wewe ni pia unaongea na viongozi wa serikali, unadhani kuna haja ya kutunga sheria kali kama ninapoona mataifa mengine, Senegal, Burkina Faso wanaweka sheria kali dhidi ya watu wa namna hiyo? Wakifanya sheria kali dhidi ya watu wa namna hiyo, ushoga utapungua Tanzania. Nilikuwa natamani sana Mama Samia katika jambo hili lingepatikana kwake yeye, angekuwa amefanya jihadi kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwaokoa vijana wa Kitanzania. Namuomba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ajaribu kusimamia jambo kama hili. Na anajua Mwenyezi Mungu analichukia. Mwenyezi Mungu alipendi ushoga nchini uishe. Kwamba yoyote atakayekuwa na ishara ya ushoga akachunguzwe hospitali, ibainike huyu ana ushoga ndani yake, kisha iwekwe sheria kali dhidi yake. Itakuwa ni funzo kwa watu wengine. Hii atakuwa amesaidia jamii ya Kitanzania na watoto wa kiume. Maana pia ni aibu kuona wewe ni dume alafu mwanao pia anapelekewa moto, mbaya sana.
Wallahi mbaya sana. Mbaya sana, sana, tena sana. Ustadhi, hapo pia kwenye swala maadili, vijana wengi siku hizi wa kiume wamekuwa na hofu kwenye mambo ya kuingia kwenye ndoa. Unadhani ni nini kinachangia kwenye jamii yetu? Sasa kijana ukimwambia kuoa, anaona kama vile unampeleka kwenye moto, anakimbia kabisa. Tunakwama wapi? Tunadondoka wapi? Sasa vijana kama wanatakiwa wapewe mafunzo kwamba kuoa kunasaidia, kuna faida yake ni hizi na hizi, na kutokooa hasara zake ni hizi. Mtu kama bila mafunzo hawezi elewa kama kuna faida ama kuna hasara. Wapewe mafunzo, wapewe maadili. Wakioa akikana mke, hata pia ushoga utapungua, lakini mtu anakuwa haoi. Alafu na hizi mambo ya video naona hapa Tanzania mambo ya video fulani hizi zilipigwa marufuku, pia ni mwanzo mzuri. Ni mwanzo mzuri. Mtu anakuwa anaona zile video zinampeleka kwenye maadili mabaya. Kwa mnafikiri Mwenyezi Mungu tu atusaidie na serikali yetu ichukulie umuhimu katika hilo, na pia napenda kuliombea taifa langu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu alizidishia amani, tumpende rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia. Tuiombee nchi yetu iwe na amani, viongozi wetu wa dini kama shekhe wetu, mufti wetu, alimul allama, al-hibru, al-bahar, al-ustadh, al-umam, Sheikh Shuyukh Abubakar bin Zubair bin Ali, ampe umri, ampe afya, amwepushe na mitihani ili kusudi tuweze kusimama imara katika dini yetu na maisha yetu. Ustazi, nilikuona uliposti uko na Diva na mtunza fedha kidogo, na wewe ni mtu wako wa karibu pia, unazungumza naye na nini na nini. Sasa hivi ni kitu gani ambacho yaani ulikuwa unaongea na Diva, labda kwa sababu hata nilimuona Diva juzi alisema kwamba anatamani kupata mtoto na nini. Pengine kwenye swala hili la kupata mtoto hujawahi kuongea hata? Tulienda kuongelea jambo la kupata mtoto. Tulienda kuongelea jambo la kupata mtoto na Diva, basi ni hilo tu. Yaani kuongelea kiaje? Tumeliongelea mambo ni siri yetu sasa. Ni siri yetu, mwambie Diva anataka apate mtoto. Nikamwambia sawa. Watu wanamuita ni mgumba. Wewe unawaambia nini wale watu ambao wanamuita Diva bwana? Afanye kama alivyofanya Wema. Afanyeje sasa? Sasa inabidi amtafute Wema, mwenzangu umefanya vipi? Ili wasimuite mgumba. Afanye kama alivyofanya Wema. Hujamshauri kwenye. Wewe umeona video ya Wema alipokuwa ana mimba apenda kuzaa, nasikia ukasaraka Simba akanipika huko mbala huko, lakini Zuchu alivyozaa muona afanye hivyo, amtafute Wema. Na unawaambia nini wale watu ambao walikuwa wanalinganisha video ya Zuchu pamoja na Wema? Wote wametoka kujifungua and then wanaanza kulinganisha, wengine pia wanasema nini na nini. Nawaambia hao wanaolinganisha kwamba wasubiri pia Diva the boss akizaa akijifungua pia na yeye walinganishe zile video 3. Ya Wema, ya Diva na ya Zuchu. Mnazaleti vipi, kesi yako imeishaje wewe na Suma Mnazaleti? No. Sitaki kuongelea watu ambao siwajui. Naomba interview ishe. Sitaki kuongelea watu ambao hawajulikani duniani. Sawa, hapo na maswali kama mawili hivi ya mwisho. Kuhusu nani? Huko kwa Suma natoka kabisa. Na maswali ya mawili ya mwisho. Ulishawahi kumsimamia Dogo Janja, moja kati ya show ambayo ilikuwa inaoneshwa ni ya A-list show. Mwigizaji Aileen Uwoya alisema kwamba hakuwahi kufunga ndoa na Dogo Janja. Wewe ni mtu ambaye ulishawahi kumsimamia Dogo Janja huko nyuma. Pengine tuidie siri kwenye Dogo Janja alimuoa, alikuwa mke wa Dogo Janja. Mbona yeye anatuambiaje? Sasa kama akikataa mwizi, ulishamuona mwizi akakubali nimeiba kweli wakati ameshikwa na kidhibiti? Kashikwa na simu hizo hapa. Wewe umeiba iPhone yangu hii. Umeiba iPhone yangu. Asijaiba, nimeokota, wakati ameiba kweli. Kwa mtu kukataa, inawezekana kukataa kwake kuna maslahi. Kukubali kwake labda kuna maslahi bora yangepungua. Kwa hiyo mtu anakubali kutokana na kuangalia maslahi yake. Lakini yule alikuwa ni mkamwana wangu. Ilikuwa ni Dahabi, ilikuwa ni Simba Day. Wasanii mbalimbali waliperform. Ulianza uliangalia performance ya Alikiba? Alikiba ni mwanamuziki mkubwa sana. Sana. Performance yake unaizungumziaje? Ni nzuri sana, imevunja rekodi. Imevunja rekodi na ile ambayo ya mwaka jana Simba Day. Kwanza tu alivyokuwa amevaa ni kitu ambacho kilivutia watu. Alikiba alivyokuwa amevaa ni kitu ambacho kimevutia watu sana. Alikiba ni mwanamuziki mkubwa, tusipende kuwafanisha na wanamuziki wadogo hawa. Tafadhali, tumpe heshima yake. Ni mwanamuziki mkongwe, mwanamuziki mkubwa, tusiweze kumvunjia heshima kwa kumfananisha na wasanii wadogo. Kwa hiyo tuseme tu Alikiba salute. Vazi lake la jana unalitafsiri vipi alilivaa? Ni mbunifu. Wanasema kajipa
ukubwa wake, yani sio kajipa, yule ni mkubwa. Ukisema kajipa, sisi ndio tunampa ukubwa yule, sio kajipa. Tunampa ukubwa kutokana na muziki wake. Muziki yake sasa hivi inajulikana, inasikika kila mahali. Alikiba ndio maana yule Dynamo nimeuza, kwani bado ni mwanamuziki, simsikii mimi. Nasikia Harmonize, namsikia Alikiba, namsikia Rayvanny, ndio hao wasikia na muziki sasa hivi wanafanya vizuri. Leo nategemea nini kutoka kwa Wakongo wa Bongo Flava? Wataperform pia kwenye Yanga Day. Yanga jana wamewatangaza Wakongo wa Bongo Flava. Ninachokitegemea Benzi, Madi, nani wa wengi sana. Ninachokitegemea ni Dudubaya kuvua suruali kwenye stage. Ninachokitegemea ni hicho, kwamba Dudubaya atavua suruali kwenye stage. Ila ninachoomba tu hawa waandalizi hao miaka 30 sio wa Bongo Flava wajaribu kumcontrol Dudubaya, kwa sababu kitendo alichokifanya kule, akavua suruali kumtembesho, mwisho wa siku anaweza kavua nguo hata kwenye stage. Serious. Lakini jana aliimba vizuri. Jana aliimba vizuri kwa sababu hajapiga kale keupe. Alikuwa hajapiga kale keupe, lakini wamwangalie kama itawezekana kabla hajapeleka kwenye stage watafute kamba ile swali yake waingize huko, waifunge, waikaze, asiwezi kufungua. Wamfunge kabisa ikamba, iwe ikamba sio mkanda, wafunge. Hapana kwenye stage. Bila hivyo atamwaga razi yule. Atamwaga razi yule. Mke wa kijana wangu Dogo Janja, Wangarinalo, mheshimiwa diwani. Mali ilikuwa nini mali? Mali alipewa msaafu. Alipewa msaafu. Yeye mwenyewe alikuwa anataka msaafu. Alitaka msaafu lakini sasa kusoma ajui. Alitaka msaafu. Ulipelekwa msikitini ule msaafu. Jina lake la Uislamu alikuwa anajua mwenyewe, kamtafuta muulize. Kwa nini nilimsilimisha? Mimi sikumsilimisha. Kwa Dogo Janja alimpa talaka au bado ni mke wake halali? Sasa mambo ya talaka atakuwa Dogo Janja mtafuta, kwa sababu yeye ndio mtu wa talaka, si mimi. Wewe ni mke wake bado? Siwezi jua kama unajua talaka, anaweza mtu akatamka fulani, wewe sio mke wangu, nimekuacha. Kwa akitamka sipo, mimi sina ushahidi kama alimwacha kumwacha. Lakini kwa dhahiri kama Dogo Janja hajawahi kutamka kama amemwacha, kama hajawahi kutamka amemwacha, mpaka leo ni mke wa Dogo Janja. Mpaka leo ni mke wa Dogo Janja ambaye hawaishi pamoja. Yaani mpaka Dogo Janja tuthibitishie kama alitoa talaka. Kama hajawahi kutoa talaka, Watanzania nawaambia, kama Dogo Janja hajawahi kutoa talaka kwa Irene Uwoya, mpaka leo hii Irene Uwoya ni mke wa Dogo Janja, wanaishi tofauti. Lakini mpaka mtu atoe talaka, kwa sababu huwezi kuvaa manguo ya mashera unakuwa umefunga ndoa afu kesho ndio tukatalia. Sisi tunameshia ukweli. Huwezi kutufanya si watoto. Leo kubudu utamkishwe uozeshwe, umevaa shati umekaa umetulia kabisa bila Dogo Janja pembeni, afu kesho utukatalie. Dogo Janja sio mwigizaji wa Bongo Movie. Dogo Janja ni mwanamuziki. Dogo Janja si Bongo Movie. Dogo Janja ni mwanamuziki. Kama ni kuigiza ni huko kwenye Bongo Movie. Dogo Janja alimuoa Irene Uwoya. Sasa nini binadamu ambao tulikuwa tunajaribu kwa kuinua vipaji ili kwa kusudi watu waweze kupata ajira na watu kwenye mambo mabaya, kwa sababu msanii anapokuwa kama vijana wanapokuwa hawana ajira wanaweza kuwa wezi, kwa wauni huko mitaani wanazurura tu. Kwa hiyo anapokuwa ni msanii anajiajiri, ndio tulikuwa tunajaribu kukuza vipaji vya Kitanzania kusudi vijana waweze kupata ajira na waweze kuwa na maisha bora. Kama hivi sasa hivi wana maisha mazuri, sasa hivi unaona wanazunguka sio Bongo Flava miaka 30, lakini wanatusahau si wadau wakubwa ambao tumewasimamia hao wasanii. Kwa hiyo bado hii mambo naosema si miaka 30 ya Bongo Flava, naona bado kuna uongo, kuna figisu nyingi. Yaani Watanzania hawapendi kufanya nini? Kufanya vitu vya uhalisia na vya ukweli. Kwa sababu kuna mameneja wamehusika. Kuna kina Said Fela, Ustaz Juma Msoma, kina Chief Kiumbe, wote wametumia nguvu zao kubwa katika Bongo Flava. Kwa hiyo heshima yao inatakiwa ipatikane, heshima yao inatakiwa izungumzwe. Huu muziki hujabebwa na watu wawili. Wasije kajitangaza ukaona baadhi ya mameneja wakicheza kwenye stage huko kwenye miaka 30 ya Bongo Flava kafikiria kumbe huyu ndio alibeba Bongo Flava. Si kweli. Huku nyuma kuna utitiri wa watu wengi, mameneja walioisababisha Bongo Flava kufika mbali. Kwa unaona vijana sasa wamejiajiri, wanafanya mashow, wanapata pesa, wanaishi vizuri, wamenenepa. Unamwona Chidi Benzi sasa ana kitambi. Chidi Benzi ana kitambi, nyinyi mnaweza kufikiria labda kwa sababu alikuwa sijui soba sijui wapi huko. Si kweli. Chidi Benzi kanenepa kwa sababu ya mtonyo wa pesa za Bongo Flava. Ndio maana kitambi. Kwa hiyo sasa wakati tulikuwa tunawasimamia vijana, tulikuwa tunajaribu kuwatoa katika kundi hili kuwapeleka katika kundi bora zaidi. Na kuwa mimi sasa hivi unaposema kwamba unaniona niko na mufti. Mufti ni kiongozi mkubwa sana wa nchi. Mufti, neno mufti ni jina kubwa na ni jina lenye heshima sana.
na umufti huwezi kuupata hivi hivi. Watu wengi hawajui maana, wanafikiria labda umufti unaokotwa. Uokotwi. Ukimwona mufti kama yule ni alimu, al-allama, al-hibru, al-bahr, al-ustadh, al-humam, al-sheikh al-shuyukhi Abu Bakar bin Zubair bin Ali, ni mwanachuoni mkubwa sana. Huyu ndo amebeba taifa hili katika upande wa Waislamu. Yani Waislamu wote wako chini yake. Hakuna anayeweza kufutu masala hapa Tanzania isipokuwa ni mufti Abu Bakar bin Zubair. Hakuna shekhe wala ustadhi wala nani, yeye ndio yuko juu ya maustadhi wote ya mashekhe wote. Sasa yule ni mtu analingania waja, na mimi ninashukuru Mungu alhamdulillah amejaribu kwa ameniita siku 2 3 hizi, nia na madhumuni ni kuninasihi na kunirejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kusema bwana sasa hivi ananiambia wewe kijana, wewe ni kijana mzuri sana, una ilmu, Mungu amekupa ilmu, jitahidi sana sasa hivi urejee kwa Allah na ujipambe na akhlaqi za kidini, ujipambe na akhlaqi za Uislamu. Ndio shekhe mufti ananiita mara nyingi, mara nyumbani kwake ashalita zaidi ya mara 2. Nia na madhumuni ni kuninasi nimrejee Allah. Mpaka nikasema kweli huyu mufti anafanya kazi sana, hawezi kuwaacha watu wakapotea hivi hivi wakafanya mambo ya ajabu ajabu yanaangalia na wakati ndio mufti wa Tanzania. Kwa mimi nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, mufti ameonyesha upendo mkubwa sana kwangu mimi na kunitakia khair kwa Mwenyezi Mungu, kuninasihi, kunipa nasaha zilizokuwa bora, na hizo nasaha si kwangu tu, na ni kwa vijana wote wenye tabia kama za kwangu ama ambao wana tabia kujisahau. Hivyo tu katika upande wa hilo swali uliniuliza kwamba ustadhi yule na ustadhi huyu, na pia kwamba si kwamba zamani nilikuwa sina dini, na hapana, dini yangu iko vile vile. Ni hivyo kwa sijionyeshi na nilikuwa sifanyi kuonyesha, kwa sababu mtu ambaye alikuwa hajishughuliki na masuala ya kidini au ya kiilmu mpaka leo hii, ulimi wangu ungekuwa ushapinda. Ulimi wangu usingekuwa unatamka Qur'ani kwa ufasaha, ulimi wangu usingekuwa unatamka hadithi za mtume kwa ufasaha. Yani nisingelikuwa nazungumza mambo ya kiilmu yanayohusiana na mambo ya ilmu ya dini kwa ufasaha, lakini nilikuwa siaweki dhahiri mbele za watu kwamba mimi na nasibika na watu wengi. Kwanza walikuwa hawajui kama mimi nimesoma dini au unaielewa, umeona. Kwa hiyo nafikiri wengi wamekuja kustaajabu, kumbe jamaa kasoma, kumbe jamaa kasoma, ndio hivyo. Lakini nashukuru Mungu alhamdulillah, kila kitu kinaenda sawa. Kazi hapo umesema kwamba yani umetoka huku na ingia huku, ni rasmi kwamba umeachana na mambo ya music na umeingia rasmi katika dini? Nasema mimi sio kwamba nimeingia rasmi katika dini. Mimi niko katika dini miaka yote. Toka nimezaliwa katika Uislamu na nimekuwa katika Uislamu mpaka leo niko katika Uislamu. Sema nyinyi ndio mnaniona kama nimeingia baada ya kuniona sasa hivi navaa mavazi kama haya. Ndio. Lakini mimi nilikuwa nikienda msikitini sipigi video au picha kwamba niko msikitini na swali au niko hivi, kwa sifanye mambo kama hayo. Na ndio maana mkao mnaniona kama labda sipo katika, lakini mimi dini yangu iko vile vile. Kwa na watu wengi wakiniona labda niko na wasanii, wakijua kama tabia za wasanii labda ni wanalewa, wanafanya hivi. Kwa mtu akikuona uko na msanii anafikiri wewe una tabia kama za yule msanii. Umeona? Lakini unaweza kuwa na msanii lakini usiwe na tabia hizo za wasanii. Wapo wasanii wangapi ambao hawalewi, hawanywi pombe, hawavuti bangi, na ni wasanii wazuri kama kina Alikiba. Alikiba hanywi pombe, havuti sigara. Lakini ni msanii mzuri. Kwa hiyo unaweza kuwa na Alikiba ukawaza mawazo mabaya kumbe. Kwa hiyo si kwamba ndio nimeingia rasmi. Mimi niko rasmi toka nazaliwa kwenye Uislamu. Ndio. Kwa mantiki hiyo, tangia kipindi kile unaanza kwanza ilikuwa je mpaka kuingia kwenye music, kwa sababu wengi wanaamini kwamba mtu akiingia kwenye music ni kama vile ameingia kwenye upande wa shetani. Hata vitabu vya dini kama Qur'ani hairuhusu hilo jambo, mtu kuingia kwenye music. Kwa hiyo wengi wanatafsiri kwamba mtu akiingia kwenye music ni kama muziki labda niseme kitu kimoja. Muziki si haramu moja kwa moja. Ila kuna namna ya muziki kuwa ni upande fulani kwa ni haramu na kuna upande fulani kwa si haramu. Kama muziki za kuhamasisha ushetani ama muziki ya kuhamasisha zinaa kama hivyo, nakupenda usiimbe hivyo. Ndio maana huwa anajaribu kuambia wasanii kwamba tuimbe nyimbo zenye kuelimisha jamii. Ndio. Hasa wewe uimbe nyimbo ya kuelimisha jamii, kuambia watu washikamane, wapendane, wafate akhlaqi labda za kumpenda Mungu au kuheshimu serikali yetu, kumheshimu rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kuna dhambi hapo? Kuambia watu, kuhamasisha watu kwamba tutii serikali yetu, tuiheshimu serikali yetu, tumheshimu rais wetu. Una dhambi kumwambia mtu kumheshimu kiongozi?
wakati Mwenyezi Mungu asema wa atiu Allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kule kumtii kiongozi ni katika moja ya viongozi hao wa kidini na wanaosimamia masuala yetu ya kimaisha ni viongozi. Kwa hiyo ukihamasisha jambo kama hilo kwa njia ya kuimba, sidhani kama kuna ubaya, umeona, lakini kuna namna muziki kani mbaya. Kwa sasa usiseme moja kwa moja kwamba muziki ni ushetani. Kuna muziki ya kishetani na kuna muziki ambayo si ya kishetani. Hapo kwa kutolea mfano, labda pengine mtu ataka kuelewa zaidi ambaye anayetazama hii video. Wewe wasanii gani ambao unaona huyu anaimba music ambayo sio ya kishetani na wengine ambao unaona hao wanaimba music ambayo ni ya kishetani? Ya wao wasanii wetu kuna wakati mwingine wanaimba nyimbo nzuri, kuna wakati nyingine wanaimba nyimbo mbaya. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba msanii fulani ni bora, msanii fulani si bora, au fulani anaimba nyimbo za maana. Unakuta anachanganya, leo ameimba nyimbo nzuri, kesho amebadilika ameimba nyimbo mbovu. Kwa hiyo huwezi kumsifia moja kwa moja. Labda unaweza ukasema uchague baadhi ya wasanii, kama kuna siku moja aliimba nyimbo fulani ikawa ni nzuri, siku moja akaimba nyimbo fulani si nzuri. Hao wasanii ambao wanasema mimi nawachagua huko, kuna siku aliimba nyimbo nzuri, nani na nani? Mtihani. Oja Harmonize bwana anaimbaga nyimbo nzuri, lakini pia anachanganya, lakini Harmonize bado atabaki katika ubora wake kama ni msanii bora East Africa na Africa baada ya Habana Boy. Harmonize anaimba vizuri, Rayvanny anaimba vizuri, lakini ndio wao wanaimba nyimbo za mapenzi. Lakini katika wasanii wanaojua kuitumia sauti yao kaimba, Harmonize bwana, Mungu amempa kipaji. Harmonize ana uwezo wa kumtoa kenge, amesimama kwenye shimo la kenge hapa au nyoka, akaanza tu kuimba, sauti yake ile nyoka anatoka, anaangalia nani anayeimba. Harmonize Mungu amempa kipaji hicho, anaitwa Harmonize. Harmonize msanii number 1 East Africa na Africa, msanii number 1 East Africa na Africa baada ya Burna Boy. Na kuna mashabiki wa Diamond, kuna mashabiki wa Alikiba, au vipi wasanii wao? Alikiba ni mwanamuziki, wewe mwingine unasema nani? Diamond, Nasibu. Diamond. Nilikuwa shamsahau. Kumbe bado anaimba? Diamond anaimba ile siku. Basi siku hizi simsikii. Alipata mtoto juzi. Mungu ambariki bwana, kama kapata mtoto mashallah, mtoto wake ni waheri kwa sababu kampata ndani ya ndoa. Mimi kwa sababu najua muda ameshastaafu kuimba muziki. Simsikii sasa hivi, simsikii. Kumbe anaimba. Basi tumuombe Mungu pia naye awe mkubwa kama kina Harmonize. Mkubwa kama kina Harmonize. Au sio kama babake. Unajua nikwambie kitu. Wewe ni mwandishi wa habari. Ndio. Umekutana na mastaa wengi sana. Ndio. Usunaye baba yako mzazi alikuzaa? Ndio, nani? Wewe na baba yako anayejua mastaa wengi ni nani? Mimi. Sasa umemzidi. Watu wanasema Diamond ni msanii mkubwa Afrika, tunamuona anaenda kwenye mashow makubwa, anatambulika. Anamzidi Rayvanny bwana. Anamzidi Rayvanny. Rayvanny amepanda majukwaa makubwa duniani. Na baadhi ya watu wanamtaja kama msanii na pamoja Tanzania. Sio baadhi ya watu, hao wengi hawajui muziki. Sio kila mtu anajua muziki. Ndio maana nimekwambia mimi kwani bado anaimba. Anaimba. Ila kipindi kile alikuwa anafanya vizuri. Tusimpoteze tu. Kipindi kile alikuwa anafanya vizuri, lakini sasa hivi ndio hivyo, mimi kwa sikizi nyimbo zake kama zamani. Mimi nikajua labda amestaafu. Kwa ndio mmenikumbusha kwamba bado anaimba. Sasa hivi ameimba nyimbo gani? Anaimba, kuna nyimbo inaitwa I'm so happy. Inaitwa Happy. Kuna Msomali. Happy. Msomali tena Msomali, unatutaja mambo ya Wasomali? Msomali. Nikajua Msomali, Na Joy kaimba na Juksi. Sijui. Zinapigwa redioni? Zinapigwa. I see. Joy inaitwa Joy. Au siku hizi amekuwa anafanya biashara sana, abezi sana katika muziki kama zamani. Anafanya sana show za music sasa hivi. Anazunguka, ana retro tour yake na anazunguka. Hizi za miaka Bongo Flava miaka 30? Bongo Flava ana retro tour yake. Hiyo pia sijaisikia. Mbona kuna mambo hata sielewi yanaendelea hapa duniani, kumbe yapo. Kwani ustazi, ni nyimbo gani ya Harmonize ambazo ametoa mpya na unazijua ambazo umezisikia? Unajui Harmonize ametoa ngoma? Nyingi. Hata tukitaja tutaishia kwenye kutaja majina ya nyimbo hapa. Maana ni nyimbo nyingi. Sawa. Ustazi, hapo kwenye umesema zamani Diamond alikuwa anafanya vizuri. Lakini hivi sasa umsikii. Ni nyimbo gani zamani ambayo ukisema unasema hii ilikuwa ni kama uliposema nyimbo ambazo zinaelimisha jamii, zinafanya zina positive impact kwenye jamii yetu?
Kuna nyimbo aliwahi kuimba ya kwanza iliyomtoa ni watu hawakujua maana yake, lakini alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba labda ni mwanamke anamdharau kwa sababu yeye kwao ni Mbagala. Kwa hiyo ni kujaribu kuambia watu msipende kumdharau mtu kwa sababu ya mazingira nyumbani kwao. Tatizo kwetu Mbagala. Hiyo ni nzuri. Na kuna nyimbo aliimbaga ile kama meneja sui akaenda kwa meneja akamfukuza. Utanipenda. Kama namuona. Hiyo nyimbo naipenda sana. Utanipendaga. Naipenda sana. Alafu na nyimbo hiyo alafu na nyingine ambayo alishoot na jamaa moja Kenya, amevaa suti hivi. Kesho. Alafu na mwanamke mzuri, mwanamke si ushajua? Kesho. Nafikiri Kesho twende nikupeleke nyumbani. Hiyo katika nyimbo zake kusema kweli Diamond, napenda sana hiyo nyimbo. Sana. Hata kwa gari yangu iko na huwa nasikiliza. Kwa sababu hapo kwenye maelezo yako mwanzoni umesema kwamba zamani ulikuwa unakwenda kwenye nyumba za ibada, ulikuwa ni Muislamu mzuri, lakini sio zamani bwana, mbona mnielewi? Nyinyi waandishi gani muelewi? Sio zamani, mimi miaka yote siku zote naenda na swali. Lakini ulikuwa unasema ushuti video, yani sionyeshi unazungumzaje baadhi ya watu kwenda kwenye nyumba za ibada kushuti video kwenye snap wakati mambo mengine yanaendelea? Sasa yategemea nia ya mtu. Inama ajrul a'mali bihasbi niyati. Hakika pana vinginevyo malipo ya matendo ya waja ni kwa mujibu wa nia zao. Ikiwa nia yake ameenda msikitini ile asnapu awaonyesha watu sasa na swali, umeona, basi Mungu atamlipa kutokana na nia yake, ni kujionyesha. Ima mtu mwingine anaweza akasnap lakini nia yake ni kuwakumbusha watu wengine, jamani twende msikitini tukaswali, huu ni muda wa ibada. Au mtu mwingine anaweza ni star, tufanye kama labda Harmonize aende msikitini apige picha akaposti, ina maana inawashawishi baadhi ya watu kumbe Harmonize anaswali, hata mimi ni swali. Hiyo ni nzuri, si mbaya. Kwa sio kila snap ina makosa au ina ubaya. Umenifahamu? Kwa kila kitu kinategemea malengo ya mtu na makusudi ya mtu. Ustazi hapo siku sio nyingi kadhaa nyuma, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA lilitoa taarifa ya kumchagua aliyekuwa Sheikh mkuu wa Dar es Salaam Sheikh Walid, na akateuliwa Sheikh mwingine. Na naona uliona sio Sheikh. Sheikh. Sio Sheikh. Ukisema Sheikh maana shehena. Maana yalikuwa ni mengi sana, kila mtu anatoa maoni yake, na wewe pia tulikuwa tunakuona huko na mufti umeongea naye, na kama hapo awali uliposema waliongea naye vingi sana. Pengine unadhani kwa nini watu walikuwa wanamhitaji sana Sheikh Walid baada ule kuchambuliwa kwake, na wengi wakisema wanamhitaji arudi kwenye ile nafasi yake? Unajua niseme kitu kimoja katika hilo swali, kuhusu swala la kutenguliwa kwa Sheikh Walid. Baraza la Waislamu Tanzania lilopo chini ya mufti Sheikh Abubakar bin Zubairi ndilo ambalo lilituletea Sheikh Walid, na tukamfahamu Sheikh Walid kupitia baraza. Ina maana lilimuona ni mtu mzuri, ni mtu anafanya vizuri, umenifahamu? Ndio lilituletea mtu. Maana baraza lina hazina ya watu ambao sisi hatuwajui na hatuwafahamu, lakini linajua kama mtu fulani ni msomi, mtu fulani ni msomi, mtu fulani anafahamu, mtu fulani hafai. Umenifahamu? Kwa hiyo sasa baraza ndio lililofanya sisi tukamfahamu Sheikh Walid. Sasa al-kamalu lillahi, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Sheikh Walid kwa hii issue iliyotokea, hatusemi kwamba amefanya ama hajafanya. Story nilizokuwa nazijua mimi nazozipata katika upande huu mwingine ni kwamba alimuoa akafunga naye ndoa. Kwa hiyo mambo yao yanaendelea wanavyojua hivyo. Lakini sasa Sheikh Walid akiwa kama ni kiongozi, akiwa kama shekhe wa mkoa, unajua maana mkoa? Yaani watu wote wako chini yako, wewe ndio unawaongoza. Hasa kama mtu mmoja tu alishindwa kumcontrol na hizi na kukaa naye vizuri, hizi habari zisitufikie sisi, itawezekana kwa mkoa mzima? Mwenyewe vizuri? Kama mtu mmoja tu huyo Bela ameshindwa kumuhando, hii jambo lake au aibu yake isijulikane, isiwe public, mkoa mzima itakuwaje? Haya, BAKWATA ina watu wengi ambao wako chini yake,
kwa kujali maslahi yao ya matumbo wanapenda kutafuta udhaifu wa BAKWATA wautumie, au dosari au kosa lolote lile walitumie kuichafua BAKWATA. Hivi mnaonaje kama kwa mfano BAKWATA wasingesema wamweke pembeni kwanza, wamweke mtu mwingine kwa hili jambo lililotokea, akaendelea, si mungeanza kusema mashehe wana mashehe hata ni wazinifu, unaona bado ni shehe mkoa, ni shehe mkoa ndio wazinifu hao, si ndio wanaibu kadhaa, si mungesema hayo maneno Sasa mnataka BAKWATA ichafuke kwa sababu ya mtu mmoja? Kwa hiyo ustazi, kauli yako inamaanisha na kuuliza swali, unataka BAKWATA ichafuliwe au ichafuke kwa sababu ya mtu mmoja? Mimi sina jibu. Unajibu? Basi inabidi uendelee kukaa bila jibu. Kwa hiyo kauli yako hapo inamaanisha nini? Umeongea kuhusiana na mambo ya zina. Inamaanisha nini? Nasema kumaanisha kwangu si kwamba Sheikh Walidi amefanya zinaa. Sheikh Walidi ni mcha Mungu. Sheikh Walidi namfahamu vizuri. Kuna watu hapa duniani wanaweza kukaa tu kumchafua mtu kwa sababu ya maslahi yao. Yawezekana huyo Bela alitaka kumchafua Sheikh Walidi, ama alikuwa akimtishia, bwana nipe kitu fulani, usiponipa nitafanya nini? Nitasema hivi na hivi na hivi. Sheikh Walidi anafanya, nipe kitu fulani, usiponipa nitafanya hivi na hivi na hivi, anafanya. Sasa huu mchezo ukiendelea utaendelea mpaka lini? Mtu anaweza kachoka bwana, kama walo naliwe. Kwa hiyo kuchafuliwa Sheikh Walidi si kwamba ndio amefanya, make hii ndio mitihani ya wanachuoni. Wanachuoni huwa wanapata mitihani kama hii, na mitihani kama hii ndio huwa inawapandisha daraja wanachuoni na mashehe. Huwa wanapata mitihani hii ya kudhalilishwa, kukashifiwa, kuzungumzwa vibaya. Hapo ndio daraja yake inapanda zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akubali matokeo, anatakiwa tu yeye mwenyewe ashukuru Mungu. Na nitamani sana Sheikh Walidi angetamka kwenye vyombo vya habari, bwana mimi niliteuliwa na Baraza la Kuu la Waislamu Tanzania, mufti wangu Sheikh Abubakar bin Zubairi, nikafika mpaka hapa mkanifahamu na mkanipenda, na maadamu na maamuzi haya yametokea, nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, acha nikubali matokeo, acha nikae pembeni kidogo. Umeona? Lakini Sheikh Walidi anatakiwa wakati mwingine atumie ilmu yake, aitumie ilmu, asikubali kuishi kwa kufuata muhemko wa watu. Muhemko wa watu huwa unapoteza, unaharibia mtu. Lazima heshima ibaki pale pale kwamba huyu ni mufti wangu, man fadhalaka huwa sayyiduka wa laysa man fadhalaka huwa pundaka.